السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الهداة والمصلحين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدين الكرام، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watazamaji wetu wapendwa wa chaneli yetu pendwa ya Kauthar TV 24 hours, karibuni sana katika kipindi chetu hiki cha leo, nikiwa ndani ya ofisi yetu ya Kauthar Ruqya Center hapa Kombani, Kwale County. Ndugu Abu Hasanat, tabibu wa kimataifa wa tiba za ruqya ya sharia na madawa asilia, vile vile dai mlinganiaji katika sehemu mbalimbali, hasa ikiwa tumeshikilia hilqa ya alamul jinni wa shaitan na tauhid al-khalis. Mazungumzo haya ya dakika chache, tunakuja na nukta moja muhimu sana, ambapo ni sehemu Muislamu mwanadamu anatakiwa kutambua annahu, ya kwamba yeye kama mwanadamu, yajibu ala kulli abdin, anatakiwa afahamu kila mmoja ya kwamba ni wajibu, ni lazima kwa kila mmoja au kwa kila mja, an ya'lama, atambue, anna li rabbihi wa khaliqihi alayhi haqqan, kwamba kwa Mola wake na muumba wake juu yake yeye ana haki, kuna haki. Wa huwa haqqul imani bihi, na haki yenyewe ni kumwamini yeye Allah, ni kuwa na imani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istislamu, na kunyenyekea, kusalimu amri. Wal khuduu, na kuwa mnyenyekevu, lahu, kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni jambo ya wajibu. Kwanza anatakiwa asalimu amri kwa Mwenyezi Mungu, awe na imani na awe mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili kuyatekeleza yale aliyoamrishwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala, vile vile kuweza kuyaepuka yale aliyokatazwa. Hapa inahitajia kusalimu amri, kuwa na imani na unyenyekevu, ambapo vitu vitatu hivi vote anatakiwa aviegemeze, avitekeleze kwa Allah subhanahu wa ta'ala: al-imanu billah, al-istislam, wal khudu'. Asalimu amri zote, asiwe jeuri, kisha awe na imani imara na awe mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yubarhina ala dhalika bil ibada, na afatilize haya tunazungumza, al-istislam, al-iman, al-khudu', ayafatilize hayo kwa ibada, kwamba ile ibada ndio itathibitisha imani yake, ibada itathibitisha kusalimu amri kwake, ibada ndiyo itakayothibitisha unyenyekevu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muhafadhati ala al-fara'id, na azihifadhi, azichunge zile ibada za faradhi, yale maamrisho ya wajibu aliyolazimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, minas salati, katika swala, wasiyami, na funga, walhaji, na hija, wazakati, na zaka,
wa an ya'taqida biqalbihi wa yu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi. Ashike swala, ashike saum, atoe na zaka, atekeleze hija akiwa na uwezo, na awe na imani kwa moyo wake, imani ya Mwenyezi Mungu na malaika zake na zitabu zake na mitume wake na siku ya mwisho na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, kheri yake na shari yake. Vyote hivi awe na imani navyo, kwamba annama asabahu lam yakun liyukhtia, lile litakalomsibu litakalomfika lilikuwa ni jambo ambalo sio lenye kumkosa. Wama akhtaahu, na lile ambalo kwamba lenye kumkosa lam yakun liyusibahu, awe na imani kwamba lilikuwa jambo hilo sio lenye kumpata. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, maandishi, kalamu ishanyanyuliwa, ishaandika, ishamaliza, ishainuliwa, na kurasa zilizoandikwa zishakauka. Kwa hiyo jambo hili la imani ya Allah subhanahu wa ta'ala na kusalimu amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mnyenyekevu ni jambo ambalo anatakiwa kila mwanadamu aende kulitambua na kulifanyia kazi. Hivyo basi, yakiwa majambo haya yameambatana kwa mwanadamu, ndio pale ataweza kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kusudio la sisi kuletwa hapo ulimwenguni, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema si hatukumba majini bure, wanadamu bure, lakini kusudio kubwa ni kwa ajili ya ibada ya taa. Kwa hiyo ukishatekeleza taa, wewe mtazamaji mpendwa, ikawa unasali, ikawa unafunga na ibada zinginezo, inatakiwa mambo hayo uyafikishe kwa ndugu zako katika Adam alayhi salatu wasalam, nayo ni amalia adhim ya da'wa, kama vile ambavyo kwamba sisi wana Kauthar TV 24 hours au Kauthar Ruqya Center, kila mara mnapata matukio mbalimbali, tuko sehemu mbalimbali. Lengo na shabaha ni kukumbushana yale yanayotuhusu, yanayotupasa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikomea hapa, nirudi katika janib ya siha. Kama umetaabika na swala zima la mshipa au shango au ulcers au upungufu wa nguvu kazi kwa mwanamume au kwa mwanamke, upungufu wa utendaji wa tendo la ndoa, zipo dawa mbalimbali kama unavyoziona mbele yako hapa. Tuko na hii ambapo ni dawa nzuri kwenye shango, kwa matatizo ya nguvu za kiume na hata magonjwa ya mshipa. Pia vile vile tuko na hii powder nyeupe unaiona, ni nzuri vile vile kwa masaili ya mshipa na shango na ulcers. Vile vile tuko na hii ambayo unaona kwenye usingizi kidogo, hii ikiwa magonjwa haya yanaambatana na alamul jini wa shaytan, bimaana ni shango lakini inasababishwa na shaytan, au ni shango inasababishwa na sihr, au ni ulcers zinasababishwa na sihr au shaytan, au umepoteza nguvu za kiume kwa namna moja au nyingine, ukatumia kila aina ya dawa za kutatua tatizo hili ikawa bado lipo, huenda kwamba tatizo hili limefungamanishwa na nguvu za giza, nguvu za kishetani au masaili ya sihr, pata dawa hii, ni nzuri sana kwa hali kama hizo. Insha Allahu taala utasaidika. Na pale kwenye kuchukua bidhaa kama hizi ukarekebisha mfumo wa afya yako, unajiepusha na viegezo vya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile itakuwa na support ukuaji wa channel ya Kauthar TV 24 hours. Vile vile itakuwa na support njia za da'wa mashinani. Nambari ya simu iko mbele yako hapo. Ofisi yetu ipo Likoni, New York, barabara ya Shell Beach mjini Mombasa, Count ya Mombasa, Count 001. Ofisi nyingine ambayo kwamba ni tawi au tuseme branch kwa lugha inayofahamika zaidi kwa watu, tupo Kombani, Palm Beach Hospital, mbele yake kidogo hapo.
piga simu kwa nambari ziko hapo. Kwa wale wote waliopo pale kaunti, nawe utasaidika bimaunati llahi subhana. Au kwa matatizo ya sihr, hasad, ain na masail ya mas shaitan, wallahi jambo hili lipo na visomo vya ruqya sharia vipo. Utafanyiwa ruqya, utafanyiwa visomo kwa masiku maalumu kwa tatizo lililokuwa limekusibu. Insha Allahu taala mambo yatakuwa sawa sawa na afya yako itarudi kama kawaida na utasaidika. Wako mpendwa Sheikh Abu Hasanat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.